ambalo reli inaingia ni nyuma ya yadi hii ya magari, ni eneo la Malindi, na ujenzi upo katika hatua za mwisho kabisa, ambapo sasa tutaanza kuchukua mzigo kwa SGR mpaka, lengo ni mpaka Morogoro, kwamba tusiishie eneo lolote, wala isiwe Kwala wala eneo lolote. Kwala haijaunganishwa na SGR, imeunganishwa na MGR. Kwa hiyo na MGR ina matatizo mengi sana kama mnavyofahamu. Tumekuwa tukihudumia mzigo kwenda Kwala, lakini mara kadhaa treni imekuwa ikianguka tukiharibu mizigo ya watu, na kontena tunapeleka kwa wastani kwa siku ni 20 mpaka 30. Tutatoa maelezo zaidi, lakini kwa kupitia SGR mategemeo yetu ni kwamba tutapeleka zaidi ya kontena 50,000, ndio lengo 50,000, kwa sababu kwa sasa hivi kwa mwezi tunahudumia wastani wa kontena 100 mpaka 120. Ni kiwango kikubwa sana. Huko nyuma tulikuwa tukihudumia kontena 50,000 hadi 60,000 kwa terminal zote mbili kwa mwezi. Sasa hivi tumefikia hizo 100,000. Sasa kwa mji wa Dar es Salaam hauwezi kuenda kontena zote hizo. Nusu zinabaki Dar es Salaam, lakini nusu zinaenda mkoani. Kwa hiyo tumesema kwamba kutokana na foleni tulionayo, basi reli hii tusaidie kusogeza at least mzigo huu wa kontena kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro, then clearance ianzie Morogoro kwa wateja wote. Kama wanaenda mikoa ya nyanda za juu kusini huko kuelekea Tunduma, basi watachukua kufika Morogoro, lakini na vile vile mingine itaendelea. Lakini ile inayoendelea tunategemea SGR iende mpaka Bahi, na tayari tunakuwa katika hatua za mwisho kuhakikisha kwamba transshipment inafanyika Bahi, yani kwamba reli ya MGR inapokea mzigo unaoletwa na SGR, kwa sababu SGR itakuwa ni muda mfupi zaidi, itatusaidia kupunguza ule muda wa lori ambalo linakaa karibia masaa 48 kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Sasa hivi itakuwa ni masaa 4, then inaanza safari kuendelea mbele zaidi. Nataka kuhamisha SGR basi kama mnavyotegemea kwamba itakuwa masaa 7 mpaka Mwanza au 8 mpaka Kigoma, na hii bandari yetu itakuwa ndio rahisi zaidi kufikika. Itakuwa ni eneo ambalo kama unataka kufika baharini, basi lazima utumie bandari za Tanzania na kwa SGR. Lakini tunasema to take advantage kwa hatua hii ya awali ambayo imekwisha kufikiwa mpaka Morogoro na mpaka Dodoma, kwa kuanza kutumia huu muunganiko wa reli na bandari. Mheshimiwa, tupo tayari wakati wowote kufanya kazi na nyinyi, kuona mnafanyaje kazi na tushirikiane. Lakini tumetembelea bandari, tumejionea wenyewe shughuli zinazofanyika pale, utoaji wa mzigo unaofanyika kwa haraka ikilinganishwa na miaka ya nyuma ilivyokuwa. Kwa kweli kuona ni kuamini. Tumeona mitambo mikubwa imeshushwa pale, kwa hiyo tumejifunza kitu kama kamati. Lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Waziri, kupitia taarifa ambayo tumepewa hapa, kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita 2020, 21, 24, 25, mapato yaliyopatikana kwa huduma ya bandari yameongezeka kutoka bilioni 896.95 mpaka trilioni 2.031 kwa mwaka 2024 na 25. Ongezeko hili ni kubwa. Kwa hiyo waliokuwa wanapinga utendaji wa bandari, nadhani wakikutana na takwimu hizi wataelewa sasa kwamba kuna ongezeko la mapato kwa nchi yetu. Lakini hiyo sio tu. Tukijumlisha pia kuna trilioni 1.314 zilizokusanywa na TPA. Lakini na shilingi bilioni 716 ambazo zimekusanywa na sekta binafsi, ambayo ni sawa na ongezeko la 23.2. Tuhakikishieni, kamati tumeona, endeleeni kutuamini, tumesikia changamoto zenu, na sisi kama wajumbe wa kamati hii, na tunatarajia tutakuwa na taarifa za CAG, tunatarajia tutakuwa na majadiliano bungeni. Changamoto zenu tumezisikia na tutazisemea, kwa sababu lengo ni kuhakikisha nchi yetu inaendelea kupata mapato mengi ambayo yatasaidia kupunguza umasikini kwa Watanzania. Sekta yetu ya uchukuzi na bunge zima jinsi ambavyo natupa ushirikiano. Amezungumza mkurugenzi wa bandari. Bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lina mchango mkubwa sana kwenye ukuaji wa sekta ya bandari na sekta ya uchukuzi kwa ujumla kwenye nchi yetu.
na wakati mwingine wabunge wamekubali hata kusemwa vibaya na kutukanwa, lakini wamesimama kwenye ukweli na wamesimama kupigania nchi yao, na hakika majina yenu waheshimiwa wabunge yataandikwa kwa wino wa dhahabu, kwa sababu uongo unaweza kusemwa kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku unajitenga. Leo mwaka jana mliposimama kuhusu bandari, leo si kila kitu kinaonekana. Hoja imebadilika. Leo changamoto ni foleni. Kawaulizeni wenye malori jinsi wanavyofanya biashara. Kawaulizeni wenye ICD jinsi ambavyo hawana pa kuweka mizigo. Kawaulizeni vijana walioajiriwa kwenye sekta hiyo. Lakini kama tungekubali mwaka jana na mwaka juzi bunge lililopita kusikia zile kelele, pengine leo tusingekuwa hatua hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili, shukrani za kipekee ziende kwa jemedali wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Uongozi ni maono. Uongozi ni kipaji. Uongozi ni kuona mbali. Wakati mwingine uongozi ni kupewa macho ya rohoni ya kuona mbali ambako wengine hawezi kufika. Dr. Samia Suluhu Hassan amethibitisha hilo. Ndio maana alipoingia tulisema lazima kwenye bandari kuna kitu nitakifanya. Akaamua kufanya maboresho makubwa ya bandari zetu. Mkurugenzi wa bandari ameeleza kwa kina, sio bandari ya Dar es Salaam peke yake, sio Mtwara, sio Tanga, sio Kemondo, sio Mbamba Bay na maeneo mengine yote. Lakini akasema hapana, pamoja na hilo wacha nifanye kama wengine. Ushirikishaji wa sekta binafsi kwenye bandari sio wa kwanza, inafanyika duniani kote, hata bandari kubwa duniani zinafanya hivyo. Lakini maamuzi aliyofanya mimi sina haja ya kuanza kurudia hapa. Mkurugenzi wa bandari ameeleza kwa kina sana matokeo ambayo yameonekana, na kwa kweli nitumie nafasi hii kuwapongeza sana hao wenzetu wa bandari, mamlaka ya bandari.